Nimekuja kugundua moja ya kosa kubwa ambayo nilifanya, ndio nilikuwa natamani, najua nataka ni wapi nataka niende, ila the process hapa katikati ilikuwa papa. Sasa hapo niliposema kwamba kazi imeanza ni baada ya kupata kazi. Ni jambo ambalo sijawahi kufanya kabisa. Lakini ile wiki moto uliwaka. Wiki ilikuwa kama mwezi. Wiki ilikuwa kama mwezi. The things you learn with experience. Unavyoifanya ndio unavyojifunza. Mwenzio amechukua namba yako au umechukua namba yake, he or she is expecting you to follow up. Yeah. My health changed drastically. When naweza nikaitungia hii sentence moja, niseme growth by grace. Kuna baadhi ambao wana neema, wanajua kabisa what they want to do baada ya chuo. Kwa kile ambacho utagundua kwamba this is what I want to do, this is the person I want to become, be very intentional kuifikia pale unapotaka kufika. Prioritize God in everything. Wow. Prioritize God. You will never know what will come out of it if you don't take the step. Wanafunzi wengi wakiwa vyuoni wanakuwa na matarajio makubwa sana, wanatengeneza picha ya maisha fulani ambayo wanatamani kuyaishi pindi watakapohitimu masomo yao. Lakini asilimia kubwa kile ambacho wanakutana nacho mtaani ni tofauti kabisa na matarajio ambayo walikuwa nayo. Leo niko na Mercy, yeye aliwahi kuwa mwanafunzi na sasa yuko mtaani. Tutajadili kwa pamoja matarajio ya wanafunzi na uhalisia wa maisha ya huku mtaani. Karibu sana Mercy. Asante sana. Ukiwa mwaka wa mwisho chuoni, ulikuwa unajiona wapi? Matarajio yako, kazi, ulikuwa unatarajia nini baada ya wewe kuhitimu? Mimi wakati niko mwaka wa mwisho chuo, nilikuwa naona kabisa, I had a clear vision ya wapi nataka niende. Nilikuwa natamani sana nifanye kazi shirika binafsi sana. Maana nilijua maisha ninayotaka, this is the only way I could get. Ndio zipo njia nyingi ya kufikia a good standard of life, lakini mimi niliamini kwamba this is the way, of which it's not a bad idea. Sio wazo baya. Ndio, na wanafunzi wengi wanaokaribia kumaliza chuo pengine wanaweza kuwa na wazo sawa na mimi. Ila hicho ndio nilichokuwa nawaza. Hayo ndio ilikuwa matarajio yangu. Nimalize chuo, nipate kazi shirika binafsi, niwe na maisha fulani hivi, yani amazing. Iko ndo ambacho nilikuwa nawaza sana. Changamoto ikaja, sasa hivi nimeingia mtaani, nimejionea uhalisia. Nimekuja kugundua moja ya kosa kubwa ambayo nilifanya, ndio nilikuwa natamani, najua nataka ni wapi nataka niende, ila sikuwahi kufanya maandalizi yoyote nikiwa chuo ya kupiga hatua kusogea kwenye lile kusudi ambalo nilikuwa nataka nifikie. Hilo ndo kosa kubwa ambalo nilifanya. Wow. Na wewe baada ya umemaliza chuo sasa, ni kitu gani au ni momenti gani ilikufanya ujione kwamba sasa maisha ndo yameanza sasa? Yani kazi imeanza. Kazi imeanza. Ni kitu gani au moment yote ambayo unaikumbuka? Ziko nyingi ise. Ninachoshukuru Mungu nimepata kazi vile ambavyo nilikuwa natarajia. Wow. Ila the process hapa katikati ilikuwa papa. Kulikuwa kuna kajani hapa in between. Okay. Miezi kadhaa ya kufundishwa, kupewa nasema introduction to the streets, kupewa orientation ya mtaa. Ya mtaa. Kapata muda kadhaa kupata orientation ya mtaa hapo. Okay. Then kwa neema ya Mungu nilipata kazi. Wow. Kwenye a private organization. Kama ambavyo ulikuwa unatarajia. Okay. Sasa hapo niliposema kwamba kazi imeanza ni baada ya kupata kazi. Na kwa hiyo kazi ilianza baada ya wewe kupata kazi. Kazi ilianza baada ya kupata kazi. Kazini kwako kulikuwa na kazi. Kazini kulikuwa kuna kazi kwa kweli. One scenario ambayo naweza nikaelezea nilikuwa na host wageni wa kazini. Ni jambo ambalo sijawahi kufanya kabisa. Sijawahi kufundishwa chuoni, unakaa lecturer anakuja, ukipokea wageni kazini, this is what you do this and this. Hiyo haijafundishwa chuoni. Sijui kama kuna vyuo wanaofundisha, but binafsi sijawahi fundishwa hiyo kitu. Okay. So nilikuwa na host wageni, walikuwa ni wengi na mimi ndo mwenyeji wao. Kwa hiyo I'm responsible from everything, kuanzia wanafika,
wanakaa wapi, wanakula nini, wanafikaje, wanakula nini, watarudije kwao. Okay. Hiyo ilikuwa yote imeniangukia mimi. Sasa kwa kweli ilikuwa ni a travel about a week. Walikuwa nakaa kama wiki hivi. Lakini ile wiki moto uliwaka. Wiki ilikuwa kama mwezi. Wiki ilikuwa kama mwezi. Let me tell you. I learned a lot. Vitu vingi sana ambavyo ni vitu ambavyo unajifunza kazini. Honestly. Sio kwamba ni vitu ambavyo unatakiwa ujifunze from chuo. No. Okay. There are things you learn with experience. Unavyofanya ndio unavyojifunza. Uweze akakaa mtu akakufundisha kwamba ukianza kazi you do this and this. So that's one scenario ambayo sijawahi kujifunza au sijawahi ku-experience at all, lakini kwa neema ya Mungu niliwa host, they stayed, walifanya kazi, kila kitu kilienda sawa. Na vitu gani vya msingi ambavyo umejifunza mpaka sasa ukiwa mtaani na vitu hivyo haukuwahi kabisa kufundishwa chuoni ama darasani? Vipo vingi. Naweza nikazungumzia vichache. Kimoja hapo ni how to network with people. Network with people. Yes. Okay. How to network with people. Unakutana na mtu ambaye potential au ana kitu tuseme. Okay. Amepiga hatua fulani kwenye maisha ambayo unajua this person has something valuable for me. Nitajifunza kitu kutoka kwake. So, mwanzoni mimi nilikuwa chuo, honestly kuna zile events nini wanafunzi tunaenda, unakuta ina panelists pale, ina watu wanazungumza, inawekwa mada, you talk, you speak, you hear, yani you learn from that experience. Yeah. Sasa kuna ule muda wa networking, kuja unaomba tu namba ya simu, unaisave au email, basi inaishia hapo. Sasa hiyo nimekuja kugundua kama it's not right. Unapokutana na mtu una angalau dakika 2-3 za kuleta ile first impression itakayompa interest ya yeye, kuonyesha interest kwako, kusikiliza kile ambacho unacho. So if una pitch idea fulani kwake au unatafuta kunetwork naye zaidi ya pale ambavyo mmeonana kwa dakika 2 au 3, unatafuta mazungumzo zaidi, you have a maximum of around 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes. Give him, to make him interested na kile ambacho you have to offer. Sasa ndio you have to, unatakiwa ujipange nini unasema, ujue nini unasema within those few minutes. Yes, kwa sababu kama una dakika 2-3 lazima uwe makini sana na maneno ambayo unataka kusema. Usikaanza kuzea mimi naitwa Messi, nitoke Geita, na nafanya hivi, ndio nasoma bachelor. No, go straight to the point. Okay. Go straight to the point. Hakuna template kwamba unatakiwa useme 1, 2, 3. Wewe mwenyewe unajua kwamba with this specific person natamani nipate 1, 2, 3 kutoka kwake. So unaamua ni vitu gani vya muhimu you first say kwake. Wow, kwa maana hiyo lazima uwe smart kweli kichwani. Sio kwa smart kichwani, ila semeje, ni ujanja aina yake. Kwa ni ujanja, yes. Skills ni kind of skill au ambacho unaweza ukajifunza kabisa. Okay. Yeah. Wow. So how to network with people, na pia mkibadilishana mawasiliano, make sure you follow up. Wengine mwenzio amechukua namba yako au umechukua namba yake, he or she is expecting you to follow up. Yeah, sure. Isave afu kukaa nayo tu, it doesn't make sense. It's useless. So unakuwa unakusanya namba za watu tu, then hivyo. Na jambo lingine ambalo kitaa kimekufunza zaidi? Jambo lingine ni hii ni jambo ambalo linaonekana ni la kawaida sana, linazungumziwa sana, ila ni jambo ambalo binafsi nimejifunza. Uongozi. Sio uongozi as in title. Kuna huo, ila kuna uongozi binafsi. Nimekuja kujifunza, kugundua kwamba mtu mgumu kuliko watu wote kumuongoza, unadhani ni nani? Wewe mwenyewe. Yes. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe unakuwa na visababu vingi. Na unaweza kabisa ukajitetea ikapita kabisa. Sema mimi bwana, leo ndio nilipanga nisome ila nimechoka. Ila nina usingizi au sijui na nini. Unajipa sababu nyingi sana. Tunajipa sababu nyingi sana. Kwa mtu, mimi mwenyewe binafsi ni mtu mgumu sana kumuongoza. It's easier kumwambia mtu mwingine fanya kitu fulani, fanya kitu fulani. It's very easy. Ila kujiambia mwenyewe it's very easy. Yaani kujiambia na kusema na kutekeleza kabisa ni ngumu kinoma. So that's what I've learned
it takes discipline kwa kweli, self discipline. Okay. It's not perfect discipline kwamba you have to wake up at 5 am. Unajua ile motivational speaker nini, wake up at 5 am club. Hauni chai sukari nyingi, no. I'm not talking of that kind of perfect social media discipline, no. Jijengee nidhamu binafsi kwamba katika kila siku, maybe these are the 5 things I will do. Okay. Every single day I will pray, maybe I will go for a run, or I will read a book, au nitafanya usafi ndani. These are the 5 things that ambavyo nitafanya within every single day. Nitahakikisha hivi vitu nimefanya. Those kind of principles, guidelines, small habits zimenisaidia kujenga ile nidhamu binafsi. Kulingana na kazi ninayofanya, mimi nafanya kazi remotely. Ofisi ninayofanya iko sehemu nyingine, so I work from home. Okay. Yeah. Kiwa na internet, umeme, safi kabisa. Kazi inaenda. Safi. Sasa wakati nimeanza hii kazi, kwa kweli in the very first month niliobserve kabisa a very big change in my discipline. In my health kabisa. Maana working from home involves you sitting with a laptop, you work. Very easy, very nice, very comfortable kabisa. Lakini hamna yule bosi ambaye anakusimamia kwamba uingie saa 2 kazini, ufanye kazi sijui ufikishe 1. Hamna mtu anayekusimamia kabisa. It's you and you alone. Unachotakiwa ofisini ni uwasilishe results. Yeah. That's all they need. So it's you against you. It's you against you. So kwa kazi kama hii, if you don't have a really good self discipline, utajikuta unashindwa kufikia ile malengo ambayo umewekea ofisini. Unashindwa kufanya kazi vile unavyotakiwa. Na kwenye afya, because I noticed working from home, it involves a lot of sitting down. So the first month of working from home, my health changed drastically. When I man, it involves sitting. Okay, no. Nistaki. So mambo makubwa ambayo naweza kusema nilijifunza mtaani, ambavyo siku experience chuoni au sikujifunza chuoni, ni kwa sasa naweza nikazungumzia hayo 3: uongozi, networking na self discipline. Kingine ambacho naweza nikaongezea hapo ni hii, japo kidogo imekaa kulingana na kazi yangu ninayofanya. Kazi ninayofanya huwa nazungumza na watu tofauti, wa age range tofauti. Nazungumza na vijana kubwa, na wazungumza na wakubwa ambao wamenizidi umri. Sasa kitu ambacho nimejifunza ni how to connect with these two audiences. Okay. Nitakapozungumza na vijana wanaoendana umri wangu au wadogo kuliko mimi, tofauti na nitakapozungumza na watu wazima walionizidi umri. Nikiwa nazungumza na vijana, it's a bit more comfortable because naweza kurelate nao kwa namna fulani. Tofauti na nikiwa nazungumza na watu wazima. How miaka 60. Yes. I'm hivi. Okay. How to convince them kwamba mimi ninachokisema jamani nina point. Okay. Sasa jinsi ya maana mtu mzima anaweza kaja na mindset, watu ndio wanatofautiana, but kuna wengine anaweza kaja na mindset kwamba huyu ni kijana, I'm more experienced than yeye. Atazungumza nini and convince mimi kwamba yeye anazungumza it makes point, yani ananiongezea value gani kwa kile ninachojua. So I've learned to connect, to relate, speak to these two audiences. Imekaa kidogo academically, kitaaluma hivi kulingana na kazi ambayo ninafanya, but yeah, that's one of the very big things I'm very proud of. Nimejifunza. I'm not perfect at all. Yeah. If it's one thing I'm not perfect. Sijafikia hata yule kukaribia hata kwa 0.0 no kabisa. I'm still learning on the go. Tumezungumza mambo mengi sana na tumeona kwamba wanafunzi wengi kama sio wote wakiwa vioni wanaweka malengo makubwa ama wanakuwa na picha kubwa ya maisha ya kwao mara baada ya wao kuhitimu, lakini ni wanafunzi wachache ambao wanafanikiwa kutimiza kile ambacho wanakiona au wanatamani kuwa nacho baada ya wao kuhitimu. Sasa Mercy, kwa mwanafunzi ambaye yuko chuoni sasa hivi, aidha mwaka wa kwanza, wa pili au hata wa mwisho, ajiandaje na maisha mara baada ya yeye kuhitimu kukabiliana na uhalisia wa maisha ya huko mtaani? Kwa mtazamo wangu binafsi, kuna vitu ambavyo nashauri mwanafunzi anaweza kuvifanya kujiandaa na maisha baada ya chuo. Kwanza,
anaweza create strategic networks. Lile nilikuwa nazungumzia ambacho mimi nijifunza networking. It's been very helpful. Meet the right people be at the right places. Na ni namna gani ambavyo unaweza create strategic networks? Just ni kuzungumza na mtu. Take a step. Maana unamwona mtu yule pale unasema hivi atanionaje? Kuna ile kitu atanionaje inakwamisha watu wengi sana. Imenikwamisha mimi mwenyewe binafsi. Najua kabisa kuna opportunities nimezimisi kwa sababu ya hii mindset. Atanionaje, atanichukuliaje, itakuwaje? Hautojua itakuwaje if you don't go and talk to the person. Okay. So create strategic networks. Maintain them. Sio unaenda unaongea ndio, it takes one thing kwanza unazungumza na mtu, it's a whole different thing to maintain that relationship. Okay. Ndio. Kuna vitu vingi, kuna watu ambao wamepiga hatua kwenye maisha. There are a lot of things we can learn from them. Jifunze kutoka kwao. Pia uwe very intentional na kila ambacho unataka kukifanya kwenye maisha. Kuna baadhi ambao wana neema, wanajua kabisa what they want to do baada ya chuo. Kuna wengine bado tulikuwa tunajitafuta hata tangu tuko chuo. Wengine bado wanajitafuta, they're thinking hivi mimi baada ya chuo nifanyeje. Kwa kila ambacho utagundua kwamba this is what I want to do, this is the person I want to become, be very intentional kuifikia pale unapotaka kufika. Very intentional kivipi? Sio unasema tu I want to become a doctor one day. Take a step. Unaanza unafanya vizuri kwenye perform vizuri, unakuwa very intentional kwenye masomo, unasoma kwa bidii, you do something extra. Kuna extra courses unaweza kusomea online about that specific profession you want to pursue. Kuna vitu vingi sana vya kufanya, unakuwa very intentional, you're disciplined, you study, you're very meticulous in everything that you do kufikia ile lengo unalojiwekea kwenye maisha. Kuwa very intentional. Wazo isiishie kichwani, ingie kabisa kwenye matendo, unasogea mpaka unafika umemaliza chuo, you've moved a step. Sio unaanza from scratch. Okay. Hivyo. Pia cha mwisho na cha muhimu zaidi kuliko hivi vyote tulivyojadili hapa. Prioritize God in everything. Wow. Prioritize God. Mimi kazi ambayo nimepata kweli, sio kwa kuwa nilikuwa nafahamu watu, sio kwa kuwa I was in the right place at the right time saying the right things, no. Ilikuwa ni kwa neema tu, kabisa, I tell you. Interview I passed by grace, kwa kweli. Selection itself ilikuwa by grace itself. Ni neema ya Mungu tu. Prioritize God in all you do. Katika all the relationships you have to make in your life, ya muhimu kuliko vyote ni your relationship with God. Hiyo ndo ita set the pace for everything else. Unatoa machozi? Okay. Hiyo ndo ita set the pace for everything else. In your relationship with God, it reminds me kuna this Bible verse ambayo naipenda sana. Inasema trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. Usitegemee mawazo yako wewe mwenyewe. Akili zako mwenyewe, fikra zako. Akili zako, usitegemee degree, usitegemee connection, usitegemee ndugu. Trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. In all your ways, katika mambo yako yote acknowledge him. And he will direct your path. Wow. So ukimtanguliza yeye, he will direct everything. He will make sure you're in the right place at the right time, meeting the right people, saying the right things. Atapanga, everything will fall into place as long as you prioritize your relationship with God. Yeah. Okay, wow. Nimependa hapo sehemu ya mwisho, nimependa vitu viwili vya muhimu ambavyo cha kwanza ile notion ya kwamba nani atanionaje. Umesema kwamba hawezi kukuona unless umefanya kitu. Kwa hiyo ile hofu ya kwamba nikifanya hiki fulani atanionaje, mamdogo, marafiki, ndugu, jamaa watanionaje, hawawezi kukuona mpaka umefanya hicho kitu. Yeah, that's a very closed up mindset. Ni kitu ambacho inabana watu wengi sana. Atanionaje? Atanifikiriaje? Itakuwaje? You will never know what will come out of it if you don't take the step. Oh. What if it all goes well? Yes. Just what if? Yeah. Wow. Na wakati tunamalizia sasa,
transition yako, tuelezee transition yako kutoka chuo, maisha ya chuo vile na sasa hivi maisha ya mtaani. Unaweza ukaelezeaje kwa maneno machache, mawili matatu? Naweza nikaitungia hii sentence moja, niseme growth by grace. Wow. Kwa kifupi kabisa. I think that sums everything. Growth by grace. Nimejiona nikikua professionally, personally, my relationship with God, I've moved a step. Siko kama vile nilivyokuwa wakati namaliza chuo. I've moved a step forward. I've grown nilivyokuwa mpaka sasa. Na how did I grow? It's only by grace. Mwenye sielewi how. You don't know how. Sijui, nimejikuta niko hapa. Wow. Sema, ni nani? Umejikuta uko ng'ambo tu. Yes, look at God. Wow. Sema, it's by grace. Yeah.